Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Yesu aliwajibu Wayahudi, Baba yangu anatenda kazi hata sasa, nami ninatenda kazi. Basi kwa sababu hiyo Wayahudi walizidi kutaka kumuua, kwa kuwa hakuivunja Sabato tu, bali pamoja na hayo alimwita Mungu Baba yake, akijifanya sawa na Mungu. Basi Yesu akajibu akawaambia, Amin, amin nawaambia, mwana hawezi kutenda neno mwenyewe, ila lile ambalo amuona Baba analitenda. Kwa maana yote ayatendayo yeye ndiyo ayatendayo mwana vile vile. Kwa kuwa Baba ampenda mwana, naye umwonyesha yote ayatendayo mwenyewe. Hata na kazi kubwa zaidi kuliko hizi atamwonyesha, ili ninyi mpate kumstaajabu. Maana kama Baba awafufuavyo wafu na kuwahuisha, vivyo hivyo na mwana awahuisha wale awatakao. Tena Baba hamuhukumu mtu yeyote, bali amempa mwana hukumu yote, ili watu wote wamheshimu mwana kama vile wanavyomheshimu Baba. Asiye mheshimu mwana amheshimu Baba aliyempeleka. Amini, amini nawaambia, yeye alisikiaye neno langu na kumwamini yeye anipeleka yuna uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Amin, amin nawaambia, saa inakuja na saa ipo, wafu watakapo isikia sauti ya mwana wa Mungu, na wale waisikiao watakuwa hai. Maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, vivyo hivyo alimpa na mwana kuwa na uzima nafsini mwake. Naye akampa amri ya kufanya hukumu, kwa sababu ni mwana wa Adamu. Msitajabie maneno hayo, kwa maana saa yaja ambayo watu wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake, nao watatoka, wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Mimi siwezi kufanya neno mwenyewe, kama nisikiavyo ndivyo nihukumuvyo, na hukumu yangu ni ya haki, kwa sababu siyatafuti mapenzi yangu mimi, bali mapenzi yake aliyenipeleka. Neno la Bwana. Mpendwa mtazamaji wa Jimbo Katoliki Njombe Online TV, karibu katika tafakari, ikiwa leo ni Jumatano ya Dominika ya 4 ya Kwaresma. Ndugu zangu, Mungu katika Utatu Mtakatifu, yaani Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, kuna usawa wa ufanyaji kazi. Mungu Baba anafanya kazi sawa na Mungu Mwana, kadhalika na Roho Mtakatifu. Hivyo kuna usawa wa kazi za Mungu mmoja katika Utatu Mtakatifu. Wayahudi wanamdhihaki Yesu kwa sababu leo anamwita Mungu kuwa ni Baba. Wanashindwa kutambua kuwa Yesu na Mungu ni mmoja katika utendaji. Ndugu zangu wapendwa, Wayahudi hawa wanatuwakilisha Wakristo wa leo ambao bado hatujafahamu msingi wa Utatu Mtakatifu katika maisha yetu. Tunatenganisha nafsi hizi na kuona kama zinafanya kazi tofauti. Hivyo ndugu zangu, tutambue kuwa katika Mungu mmoja kuna nafsi tatu na zinafanya kazi sawa. Tunapaswa kuheshimu Utatu Mtakatifu kwa kusikiliza neno la Mungu, kupokea masakramenti, kusoma maandiko matakatifu na kudumu katika kusali. Na wala pekee katika kipindi hiki cha Kwaresma tunavyoaswa na kanisa na baba maaskofu katika ujumbe wao wa ndugu tusichoke kutenda mema. Tunaalikwa kufunga, kusali na kutenda matendo ya huruma. Ni moja na njia sahihi ya kuweza kuheshimu Utatu Mtakatifu katika maisha yetu. Tuombe nguvu za Roho Mtakatifu anayetuangazia daima kufahamu mambo haya, atukumbushe na tuweze kudumu humo, tuweze kuimarika katika imani zetu. Tumsifu Yesu Kristo.